Naam, mtazamaji bwana, baada ya mmoja kati ya wachambuzi ambaye anafahamika kwa jina la Kendrick Kalisa kutumia ukurasa wake wa Instagram na kuzungumza mambo mazito kidogo kuhusiana na Rayvanny kwamba anafeli, anashuka kimziki, management yake haimzingatii, yani hawako vizuri, jambo ambalo bwana limewakwaza mashabiki wengi sana wa Rayvanny. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba imemkwaza zaidi mke wa Rayvanny, nazungumzia baby mama wake ambaye anafahamika kwa jina la Faivani. Sasa suala la Rayvanny kusemwa na mchambuzi anayefahamika kwa jina la Kendrick bwana, ni kwamba moja kwa moja hiyo issue imemkwaza mno Faima. Sasa kutokana na hivyo vitu bwana, moja kwa moja ni kwamba imepelekea Faima bwana kuweka ujumbe mzito kweli kweli. Amemtumia ujumbe mmoja kati ya watu ambao ametuma ujumbe wa wazi, yani tunaweza kusema hivyo, moja kwa moja kwenda kwa wachambuzi wa mchongo, mwenyewe amewaita hivyo, yani wale watu ambao wanachambuaga vitu vya muziki ambao vina trend huko mitandaoni. So hii hapa ni barua ya wazi kabisa kutoka kwake Faivani, baby mama wa Rayvanny, kwenda kwa wachambuzi. Ameandika kwamba kuna page hapa imekuja kuripoti, ameandika kwamba barua ya wazi kwa wachambuzi wa mchongo na mabosi zenu wanaowalipa mumchafue Rayvanny. Ana rekodi ambayo hadi leo haijawahi kuvunjwa katika huu mziki wa Bongo Flava, na huu mziki anaopeleka mbali. Nina imani kubwa hakuna atakayekuja kuvunja. Mimi kwenye ukweli nasema ukweli, uongo pia nasema. Kwenye hili kumwongelea na kumchafua Rayvanny, nina uhakika kuwa mtakuwa mmetumwa na mnalipwa kweli. Kuna mdau hapa amekuja kuandika hivyo, huyu anaitwa Miss Reni, amekuja kutoa maoni yake kuhusiana na kile ambacho kimetokea huko mitandaoni baada ya Rayvanny kusemwa vibaya. Ikapelekea mpaka Faima kuingilia kati hilo swala na kuanza kuwatukana watu ambao wamekuwa wanamzungumzia negative Rayvanny. Akaendelea hapa Miss Reni kusema kwamba mtoto wa kiume, nguvu ya kukaa na kuanza kuchambua mwanaume mwenzio ambaye amekuzidi kila kitu unaitoa wapi? Hata huyu bosi wako anayekutuma pia vile hajavunja rekodi ya Rayvanny, na tangu huu mwaka uanze hata hiti moja hajatoa. Mziki wa Tanzania unashuka kila siku sababu ya kushindana na kulipa machawa wachafue wengine. Kila siku mnashindwa kufocus na mziki wenu, mna kazi ya kulipa machawa wachafue watu wengine. Huu ni upuuzi, huwezi kukuta sehemu nyingine ambazo zimeendelea kimziki. Miss Reni akaendelea kusema kwamba bwana, hitimisho ni kwamba ili mziki wetu ufike mbali, tunatakiwa kusapotiana sisi kwa sisi kwanza na kuheshimu jitihada za mtu, na sio kushindana kushusha wengine kwa kuwalipa wachambuzi wa mchongo kuwachafua wasanii wengine. Hii itazidi kushusha mziki wetu na pia vile hatutofika popote. Nimemaliza. Ameandika hivyo mwanadada huyu anaitwa Miss Reni, baada ya kuona kwamba hili sakata la Rayvanny limechachuka kweli kweli huko mtandaoni baada ya Faima kutoa matusi kwenda kwa wachambuzi. Na mtazamaji bwana, moja kati ya story ambazo zina make headline huko mitandaoni, na hii bwana inahusiana na Rayvanny Vanny Boy. Kama unavyoelewa kwamba Rayvanny bwana ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana, sio tu Tanzania, sana ni kwamba jamaa anafanya vizuri mno internationally, yani kimataifa. So hiyo ni sifa ambayo Rayvanny yuko nayo, na kila mtu anafahamu kwamba Rayvanny bwana ni one of the most penetrated globally artist from Tanzania. Yani ni msanii ambaye ameweza kuteka soko kubwa zaidi kimataifa kutoka Tanzania, kitu ambacho kinafanya Rayvanny aonekane kwamba ni moja kati ya watu ambao kuna uwezekano akafanya vizuri nje zaidi kuliko ndani, which inaleta shida kidogo, kwa sababu ukiangalia vizuri ni kwamba utagundua kwamba kibongo wa Tanzania wana tabia ya kwamba wanataka wautoe ngoma kali bongo then ndo wanakupa heshima. Sasa ukiwa unafanya ngoma zako zinaenda nje zaidi, ndani hapa hazifanyi vizuri, au unatoa hiti ambazo zinafanya vizuri nje, hapa kibongo hauna hiti au watu hawakubali sana nyimbo zako, inasababisha ile heshima inakuwa imeshuka.
Sasa hili ndo tatizo ambalo linalomkabili Rayvanny, kwani wadau wengi sana wanadai kwamba Rayvanny bwana ni msanii ambaye ametoa hiti miaka hiyo, kama vile Tetema ndio nyimbo ambayo inamfanya Rayvanny aweze kufanya show za nje ya nchi, nyimbo ambayo sasa hivi hapa Bongo haina tena mchongo, kwani watu hawaifagilii tena kwa sababu imeshapitwa na wakati, lakini nje sasa hivi inafanya vizuri. Rayvanny hajafanikiwa kutoa hiti hapa Bongo kwa muda mrefu, jambo ambalo linapelekea kuleta dharau kwa namna moja au nyingine, na hiyo ndio sababu ambayo imepelekea moja kwa moja Vanny Boy wadau mbalimbali wamekuwa wakipata nafasi ya kumsema, kumchambua, kumsema vibaya au kumcriticize kwa namna moja au nyingine, jambo ambalo hata mwenyewe pia Rayvanny linamkera. Sasa wadau mbalimbali bwana wamekuwa wakitumia hizo pointi kumwandama nazo Rayvanny. Kwa mfano hapa bwana, kuna huyu jamaa anafahamika kwa jina la Kendrick Kalisa. Huyu bwana ni mwanahabari lakini pia vile ni mchambuzi huko mitandaoni, ambaye bwana ameliibua hili jambo ambalo limemeke headline huko mtandaoni sio kawaida. Huyu Kendrick bwana, yeye alianza kwa kuandika kwamba kwa nini Rayvanny amepoteza sana mvuto siku hizi, hashtui yupo tu. Yani ameandika hivyo kwamba yupo tu. Then huyu Kendrick Kalisa akaendelea kusema kwamba je, hana uongozi mzuri au nini kimetokea kwake? Namkubali sana Chui, talenti kubwa, inaangamia kwa kukosa maarifa. Mshtueni, anapotea huyo. Huyu Kendrick Kalisa ameandika hivyo kwamba Rayvanny bwana, watu wamshtue kwani anapotea. So huu mjadala wote wa issue za Rayvanny zimeanza kutrend huko mitandaoni. Chanzo cha hayo yote ni posti ya huyu mchambuzi na mwanahabari anayefahamika kwa jina la Kendrick Kalisa. Sasa huyu jamaa bwana hakuishia hapo, akaendelea hapa chini kuweka comment, akaweka caption hapa chini, maana hiyo ilikuwa ni screenshot ya maneno ambayo alikuwa ameandika then akayaposti. Sasa hapa chini bwana, katika caption akaweka ujumbe mwingine mrefu sana akiwa na sababu zake. Jamaa akaandika kwamba bwana, pray for Rayvanny, yani mumuombee Rayvanny. Alafu hii post iko very dramatic, yani na emoji kibao. Akaandika kwamba bwana, naumia sana kuona msanii mwenye rekodi za kutisha Tanzania amepoteza kizembe, anapotea kizembe. Shida nini? Au ndio laana za Mac Voice zimeanza kufanya kazi? Akaendelea kusema kwamba mwana anapotea, yani no hit. Akaka emoji kibao hapo za kulia. Akasema kwamba ikumbukwe kwamba shida kubwa ya wasanii wetu wakubwa bwana, wana uongozi hewa. Yani unakuta msanii ana meneja lakini meneja hana uwezo wa kumshauri kitu chochote. Hii ni mbaya sana. Hii kitu bwana inawapoteza wasanii wengi. Yani huyu Kendrick Kalisa bwana akaandika hapa chini kwamba ushauri wake sasa kwa Rayvanny, akaandika ushauri wangu kwa Vanny Boy. Moja, kwanza kabisa unatakiwa ukubali kuwa umeporomoka kimziki, unatakiwa uongeze juhudi kidogo kufikia wenzako walipo. Mbili, Rayvanny inatakiwa upunguze kundi kubwa la machawa linalokuzunguka lisilo na faida yoyote, lisiloweza hata kukuambia ukweli unapokosea. Wao kazi yao ni kukusifia tu kwa kila jambo. Tatu, Rayvanny anatakiwa aongeze nguvu kubwa ya promo kwenye mziki wake anatakiwa ongeze promo kubwa kwenye mziki wake, kwani mambo yamebadilika sana. Atafute njia nzuri ya kufanya promotion ya mziki wake, itamsaidia sana. Pesa anayo, fitna anazijua, Mnyamwezi, waganga anao wa kutosha, sijui nini kinamfelisha. Hicho ndicho alichokiandika huyu Kendrick Kalisa kuhusiana na Rayvanny, ambapo wachambuzi wenzie bwana wamejitokeza hapa pamoja na wadau mbalimbali kulizungumzia hilo swala, au wamekuja kuweka maoni yao hapa chini. Sasa kwenye comment section hapa huyu hapa ni Elmando, huyu naye pia ni mchambuzi, ameandika kwamba bwana, muulizeni Mzava. Alafu jamaa akaja akasema kwamba Mzava atakuja kutukana tu, ila hana msaada wowote kwa msanii wake.
Suma Mnadhareti amecheka. Mr Pimbi akaja hapa na yeye pia akaandika kwamba anaishi angani, anapulizwa upepo wa Mungu. Shafi Brand, huyu ni comedian, amekuja ameandika kwamba bwana, unataka